Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, Yesu alituma wafuasi wawili akawaambia, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu, mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni muniletee. Na kama mtu akiwauliza sababu, jibuni, Bwana anawahitaji, mara atawatoa. Hayo yalitendeka ili litimie neno la nabii aliyesema, mwambieni binti Sioni, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mpole na amekaa juu ya punda, na mwanapunda, mtoto wa punda. Basi wafuasi wakaenda huko, wakafanya kama Yesu alivyowaagiza. Wakawaleta punda na mwanapunda, wakatandika nguo zao miongoni mwao, na yakaketi juu yake. Watu wa umati wakatandaza nguo zao njiani, wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza katika njia. Wengi sana waliomtangulia na kumfuata walipaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Alipoingia Yerusalemu, mji wote ukashtuka, wakaulizana, huyu ni nani? Watu wa umati wakajibu, huyu ni Yesu, nabii wa Nazareti ya Galilaya. Injili ya Bwana. Ndugu wapenzi, siku ya leo tunaitambua kama Jumapili ya Matawi, kuashiria kwamba mwanzo wa Juma Takatifu, wakati ambapo Yesu aliweza kuingia Yerusalemu kwa kishindo akiwa amepanda punda, kuashiria kwamba ni mfalme wa amani, kwa sababu wote waliosafiri juu ya punda, hasa wafalme, walidhihirisha ya kwamba wamekuja kwa amani. Na hivyo ndivyo hata mfalme Suleimani alipokuwa akienda ili ajitwalie mamlaka ya kuwa mfalme wa Israeli, alipanda juu ya punda na kasafiri kuingia kwa kishindo. Dhihirisho kwamba Yesu Kristo, kama tulivyoelezwa pale mwanzo, kati ya majina aliyopewa alipozaliwa ya kwamba ni mshauri wa amani, ama ni mfalme wa amani. Hivyo twaitwa na sisi tuweze kusambaza amani hiyo na tuweze kudumisha amani hiyo kati yetu. Tunapoandamana pamoja na Yesu wiki hii, tunajua kwamba tunaanza kipindi muhimu sana katika kanisa, na ambapo kilele chake ni mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni Juma Takatifu. Wewe na mimi tunapaswa kujiuliza, nini hicho kitakacho tuzuia tusiweze kushiriki vema katika mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Twaitwa kujitakasa kupitia hasa sakramenti ya maungamo, tunapoziungama dhambi zetu ili tuishi na tudumu katika neema na wema wake Mungu Mwenyezi. Kama alivyotumana yule mwanapunda apate kufunguliwa mahala ambapo alikuwepo, tukumbuke ya kwamba huyo mwanapunda pia anawakilisha kila mmoja wetu ambaye amefungwa na dhambi na mambo mengine yanayotuweka mbali na Mungu. Tukubali kufunguliwa
ili tuweze kuwa huru, na tunaposhiriki mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuendelee kujizolea neema katika safari hii ya wokovu. Kuimba hosana ni kusema kwamba basi tunahitaji kuokolewa na Yesu amekuja kutuokoa. Hivyo hata sisi tukiingia ndani ya kanisa tukiimba wimbo huu, acheni tumaanishe hayo tunayoyatamka kwa wimbo. Ni wakati wako na wangu wa kuokolewa, ili siku zote tuweze kujipatanisha na Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu alisimama mbele ya Pilato. Pilato akamuuliza, wewe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamjibu, wewe wasema. Aliposhtakiwa na makuhani wakuu na wazee, hakujibu neno. Pilato akamwambia, je, hujasikia yale wanayokushuhudia? Lakini hakumjibu neno lolote. Hata Pilato akashangaa sana. Basi ilikuwa desturi kwa sikukuu ya Pasaka Bwana kuwafungulia watu mfungwa mmoja waliyemtaka wenyewe. Siku zile palikuwa na mfungwa mwenye sifa mbaya sana, jina lake Baraba. Basi Pilato akawauliza watu wa mkutano, mnataka mwafungulie nani, Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa husuda alipokaa katika kiti cha hukumu. Mkewe alimpelekea habari hii, usijitie katika shauri la mwadilifu huyu, kwa maana leo nimeteswa sana katika ndoto kwa ajili yake. Lakini makuhani wakuu na wazee wakawashauri watu wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi gavana alipowauliza tena, mwataka mwafungulie nani kati ya hawa wawili? Wakajibu, Baraba. Pilato akawauliza, nifanye nini na Yesu aitwaye Kristo? Wakasema, asulubiwe. Akajibu, je, amefanya ubaya gani? Nao wakazidi kupaza sauti, asulubiwe. Pilato akaona ya kwamba hafaulu kitu, isipokuwa ghasia inazidi tu. Basi akatoa maji, akanawa mikono mbele ya umati, akasema, mimi sina hatia katika kumwaga damu ya mwadilifu huyu, shauri lenu wenyewe. Watu wote wakajibu na kusema, damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Hapo akawafungulia Baraba. Yesu akisha kupigwa mijeledi, Pilato alimtoa kusudi asulubiwe. Kisha askari wa gavana wakamchukua Yesu ukumbini, wakamkusanyikia kikosi kizima. Baada ya kumvua nguo, wakamvika joho jekundu, wakasuka taji la miiba na kumvika kichwani. Wakamsikisha mwanzi katika mkono wake wa kulia, wakampiga magoti wakisema kwa dhihaka, salamu, mfalme wa Wayahudi. Wakamtemea mate, wakautoa mwanzi, wakampiga kichwani. Baada ya kumdhihaki, wakamvua joho, wakamvika tena mavazi yake na wakampeleka kumsulubisha. Walipotoka nje, walikutana na mtu wa Kirene jina lake Simoni. Wakamshurutisha achukue msalaba wake. Wakafika mahali paitwapo Golgotha, maana yake mahali pa fuvu la kichwa. Wakampa divai iliyochanganyika na nyongo aina, akaionja, lakini akakataa kunywa. Baada ya kumsulubisha, wakagawana mavazi yake kwa kuyapiga kura, wakaketi
wakamlinda huko. Juu ya kichwa chake wakaweka hati iliyokitaja kisa cha hukumu yake: huyu ni Yesu, mfalme wa Wayahudi. Pamoja naye wakasulubiwa wanyang'anyi wawili, mmoja kulia kwake, mmoja kushoto kwake. Watu waliopita njiani walimtukana, wakatikiswa vichwa vyao na kusema, ewe uwezaye kulibomoa hekalu na kulijenga upya kwa siku 3, ujiokoe mwenyewe. Ukiwa wewe ni mwana wa Mungu, shuka msalabani. Kadhalika makuhani wakuu pamoja na waandishi na wazee wakamdhihaki wakisema, aliwaokoa wengine, kujiokoa mwenyewe hawezi. Kama ni mfalme wa Israeli, basi ashuke sasa msalabani, nasi tutamsadiki. Amemtegemea Mungu, basi amwokoe sasa kama anapenda, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Kadhalika wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimtukana vilevile. Toka saa 6 giza lilifunika nchi yote mpaka saa 9. Mnamo saa 9 Yesu akalia kwa sauti kuu, Eli, Eli, lema sabakthani, maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Baadhi ya wale waliosimama pale na kusikia wakasema, huyu anamuita Eliya. Mara mmoja wao akaenda hima, akatoa sifogo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akampa anywe. Wengine wakasema, acha tuone kama Eliya akuja kumwokoa. Yesu akalia tena kwa sauti kuu, akakata roho. Hapo pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Nchi ikatetemeka na miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, na miili mingi ya watakatifu waliolala humo usingizini wa mauti ikafufuka. Na baada ya ufufuko wake wakatoka makaburini, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea watu wengi. Wakati akida na wale waliokuwa naye wakimlinda Yesu walipoona tetemeko la nchi na matukio haya, waliogopa sana, wakasema, kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu. Injili ya Bwana. Ndugu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Mungu ni mwema na kila wakati. Kanisa imetupatia nafasi tuweze kuanza juma hili takatifu, na tumeanza na kubariki matawi ambayo yametujalia nafasi ya kujumuika na wafuasi wale ambao waliweza kumkaribisha Yesu Kristo Yerusalemu kwa kishindo. Na tunapoanza juma hili takatifu, Injili ambayo tumeweza kusoma pale nje, na tuweze kuingia pia na matawi haya ambayo yamebarikiwa, tutakayo yatumia mwaka ujao tutakapokuwa tunaanza kipindi cha Kwaresma. Tutachoma haya matawi ili tuweze kupata majivu ambayo tutapakwa kwenye paji la uso mwaka unaokuja. Kwa hivyo leo tumepata kisakramenti ambacho kitatukumbusha yale makaribisho tuliyoweza kumpa Yesu Kristo
tulipokuwa tunaadhimisha Jumapili hii ya matawi. Na baada ya kuweza kubariki matawi, tumeingia humu kanisani na tumeweza kupitia mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kumaanisha kwamba Yesu ambaye aliweza kuingia kwa kishindo katika mji wa Yerusalemu, ndiye huyu bado ambaye ataingia kwenye mateso siku chache zijazo. Siku kama ya leo tuelezwa kwamba wakati ambapo Wayahudi waliweza kujitayarisha kwa siku kuu ya Pasaka, waliweza kuwachinja kondoo na mbuzi wasiopungua 25,000. Hasa hiyo siku ya Pasaka. Lakini tuwafahamishwa ya kuwa yule kondoo ambaye alikuwa achinjwe na kuhani mkuu aliweza kusindikizwa kama vile ambavyo tumeweza kumsindikiza Yesu Kristo na kumkaribisha katika mji wa Yerusalemu. So there was a procession that took place 4 days before the Passover or before the Holy Thursday. And today is exactly 4 days before the Holy Thursday. And this tells us there is a lot of symbolism in what we were doing today. Escorting the Lamb of God will offer himself as a sacrifice for the sake of the expiation of our sins. Huyu ambaye kwa hili alikuja ulimwenguni ili aweze kuondoa dhambi zetu. Hosiana ni neno la Kigiriki ambalo pale mwanzo lilimaanisha kwamba tuokoe sasa. Na tumesikia katika Injili yetu takatifu walivyoimba, Hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Kwa hivyo Hosana hiyo iliyomaanisha kwamba tuokoe sasa, nyakati zake Yesu Kristo ilikuwa ni njia ya salamu, kumsalimu huyu Masiha ambaye alikuja ulimwenguni humu licha kwamba wengi hawakuweza kumtambua. Amepanda juu ya mwanapunda huyu ambaye aliweza kuelezea watumishi wake ya kwamba nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu, mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni muniletee. Ndugu zangu wapendwa, tunarudi pia katika kitabu cha kwanza cha Samueli mlango wa 6 aya ya 7. Wakati ambapo walitayarisha wale ng'ombe ambao hawakuwa wametumika,
na hawa ng'ombe ambao hawakuwa wametumika ndio waliopaswa kubeba sanduku la agano. Yesu Kristo pia alitumia wanyama ambao hawajaweza kutumiwa wakati wowote ule, na hivyo kuturudisha katika hicho kitabu cha kwanza cha Samueli mlango wa 6 aya 7. Kama vile ambavyo hawa wanyama waliweza kubeba lile sanduku la agano, vivyo hivyo ndivyo huyu ambaye amekuja kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu alivyobebwa na yule punda ambaye hakuwa amebeba kitu chochote kile ama kufanya kazi yoyote ile. Na utabiri wa Zakaria unatimia. Huyu aliyezungumzia kuhusu mfalme ambaye atabebwa na mwanapunda, huyu atakayeweza kuingia katika mji wa Yerusalemu, kama tunavyopata maandiko hayo kwenye kitabu hicho cha Zakaria mlango wa 9 aya ya 9. Basi nini ambacho tunajifunza? Tunachojifunza siku hii ya leo ni ya kwamba tunaposhangilia ya kuwa Yesu aliingia kwa kishindo Yerusalemu, hata tumesikia watu wakiuliza huyu ni nani? Katika maelezo ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, nini kilichotangulia Yesu kuingia kwa kishindo kule Yerusalemu? Ni ya kwamba Yesu aliutazama mji wa Yerusalemu na akaweza kuomboleza kwa ajili ya mji huo. Maana mji ambao tunasema neno Yerusalemu linatokana na neno Salem, na Salem ni kusema kwamba amani. Hivyo mji ambao ulipaswa kusambaza amani ndio mji huu ambao uliweza kuangamiza manabii wengi na wengi waliotumwa kama wanenaji kwa niaba yake Mungu Mwenyezi, lakini hawakusazwa, hawakupata amani hiyo, bali tunaona ya kwamba walitendewa unyama. Na hivyo Yesu anajua kwamba kuingia kwake Yerusalemu haitakuwa rahisi. Na mkikumbuka maneno ambayo tuliweza kuyasikia katika injili ya jana, wakati ambapo ripoti ya kufufuliwa kwa Lazaro ilipofikishwa kwa Mafarisayo, na wakaelezewa ya kwamba ameweza kumfufua Lazaro, huyu aliyekuwa kaburini kwa muda wa siku 4. Na basi baraza likaweza kuitwa, baraza la wazee, na wakaanza kushauriana tufanye nini, kwa sababu hili ni jambo ambalo liliweza kuwatia kiwewe ama hofu. Nini ambacho wanapaswa kufanya? Na tuambiwa kwamba kuhani mkuu wa mwaka ule Kayafa alisema kwamba kuna haja gani ya kupoteza ufalme wao kama watamwachilia Yesu aendelee na mambo haya, kwa sababu alisema kwamba atawafanya watu wote wapate kwenda kwake. Na basi imetimia wakati ambapo wanapaswa kuzima moto huu ambao Yesu amewasha, kwa sababu eti walihofia huenda ufalme wao ukaweza kuangamizwa. Na basi wakasema ni heri kuangamiza mtu mmoja kuliko kutazama ulimwengu ama ufalme wao ukiangamizwa. Na ndugu zangu, hapo ndipo walipanga njama ya kuweza kumwangamiza Yesu Kristo, na hata walipanga njama ya kuweza kumwangamiza Lazaro, kwa sababu watu wengi walienda
kumwona huyu ambaye amefufuliwa. Tunapoishi katika ulimwengu ambao umejaa hila, umejaa uongo, umejaa kiburi na umeweza pia kujaa mambo ambayo yanaleta uchochezi kati ya watu, basi ni kumaanisha kwamba twaishi katika ulimwengu ambao unahitaji kuokolewa na kuweza kusaidiwa ili tuweze kujielewa, tujitambue tunatoka wapi na tunaelekea wapi. Ndio basi kuimba kwetu hosana kutakuwa na maana sana. Baada ya Yesu Kristo kuingia kwa kishindo Yerusalemu, ni mambo gani mengine ambayo yaliweza kutendeka? Yesu aliweza kulitakasa hekalu, na baada ya kulitakasa hekalu lile ambalo watu walikuwa wameligeuza kuwa nyumba ya biashara, siku iliyofuatia tuambiwa kwamba Yesu aliona mti ambao alienda kutafuta matunda kwenye ule mti, lakini hakupata chochote, na ule mti akaulaani hivi kwamba hata wanafunzi baadaye walimwambia ndio ule mti ambao ulienda kutafuta matunda, lakini sasa umekauka. Ndugu zangu, tunaelezewa jinsi ambavyo hekalu lile la Yerusalemu kupitia kwa viongozi wao halikuweza kuzaa matunda, na hivi ndivyo tunavyoona uporaji ambao ulikuwepo katika hekalu lile la Yerusalemu, hekalu ambalo lilidhaminiwa sana na Wayahudi wote. Ni watu wangapi ambao tuambiwa kwamba walifika katika sherehe hii? There were not less than 2.5 million people. Niambie, mji wa Yerusalemu umo na watu 2.5 ambao wamekuja kuhiji ili waweze kushiriki katika tukio hili la kuweza kuwakumbusha vile ambavyo Mwenyezi Mungu aliwatoa kule Misri na hasa alivyowaongoza mpaka kuweza kufika katika nchi ya ahadi. Ndugu zangu wapendwa, yule mwanapunda ambaye Yesu Kristo alitumana, tunaweza tukatazama ni ishara ya unyenyekevu, na huyu punda ambaye anasimamia unyenyekevu, vivyo hivyo anasimamia moyo wako na moyo wangu. Kwa sababu ya hili Yesu amekuja na yuataka mioyo yetu ipate kufunguliwa, tusiwe watumwa tena wa dhambi, bali tupate kuwa huru, tuweze kuenenda kuambatana na nia na mapenzi yake Mungu Mwenyezi. Tuelezewa kwamba yule mwanapunda ambaye Yesu alisafiria kuingia Yerusalemu, baada ya kumbeba Yesu, yule mwanapunda alitamani sana kurudi barabarani, kwa sababu aliona ya kwamba watu walitandaza mavazi yao, watu pia waliweza kutandaza matawi barabarani, akadhani ya kwamba ni kwa ajili yake. Nguo zinatandazwa, anapita juu ya nguo za watu na akapita juu ya matawi, akadhani ya kwamba ile heshima ilitolewa kwa minajili yake, na akaambia mama yake, naomba nipate kurudi. Na mama akamwambia, mtoto wangu, acha kupoteza muda, sio wewe ulikuwa unawekewa, ni yule ambaye ulikuwa umembeba. And I'm sure the same is being echoed today to each one of us. Without Christ, our lives are useless. It is the one that we carry in us that gives us an opportunity to be respected and also to be listened to. Niambie, ningejitoa na uko nje, nije nisimame hapa, mtachukua kwamba mwenda wazimu ameingia. Amjambo, tumsifu Yesu Kristo. Ni hivyo, mtachukua kwamba nani huyu, because hatumjui. Hivyo hata huyu mwanapunda
heshima aliyopewa huyo mwanapunda ni kwa ajili ya yule ambaye alikuwa amebeba. Kama sio huyo, ndugu zangu, maisha yangekuwa magumu sana kwa huyu mwanapunda. Lakini licha ya kwamba alielezewa mambo haya, alingojea mpaka siku ya Ijumaa, wakati ambapo Yesu alikuwa barabarani amebeba msalaba, na akajitokeza ili apate kukumbukwa, kwa sababu alikuwa amembeba huyo aliyekuwa amebeba msalaba. Yule punda aliponea chupuchupu kuwawa. Walimkimbiza, wengine wakitupa mawe, wengine wakitoa sauti na matusi, jinsi ambavyo huyo mwanapunda alijaribu kuzuia wasifike mahali ambapo walikuwa wanaelekea. Aliporudi nyumbani, aliambia mama yake, kweli nimejua. Ukweli ni kwamba niliheshimiwa kwa sababu ya yule niliyekuwa nimebeba. Na ndugu zangu, maisha bila Kristo, huyu ambaye amekuja na huyu ambaye waliweza kumsaliti, ndipo unapoyasoma mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwako na kwangu kujiuliza, sisi tuko upande gani? Na hii ilinikumbusha kuhusu jambo ambalo niliweza kulisoma, jinsi ambavyo wale majemadari walivyokaribishwa baada ya kupata ushindi dhidi ya maadui zao. Na tuambiwa that the Greek author Plutarch describes how kings are supposed to enter a city. He tells about one Roman general, Aemilius Paulus, who won a decisive victory over the Macedonians. When Aemilius returned to Rome, his triumphal procession lasted 3 days. The first day was dedicated to displaying all the artwork that Aemilius and his army had plundered. The second day was devoted to all the weapons of the Macedonians they had captured. The third day began with the rest of the plunder borne by 250 oxen, whose horns were covered in gold. These included more than 17,000 pounds of gold coins. Then came the capture and humiliated king of Macedonia and his extended family. Ni mfalme ameshikwa wa Makedonia pamoja na wote ambao wanahusika na familia yake. So that extended family was also brought in. And finally, Aemilius himself entered Rome riding in a magnificent chariot. Aemilius wore a purple robe interwoven with gold. He carried his laurels in his right hand. He was accompanied by a large choir singing hymns praising the military accomplishments of the great Aemilius. That, my friends, is how a king entered a city. But the King of Kings, he entered riding on a lowly donkey. Zechariah envisioned the King of Kings, the Messiah, coming not on a great stallion, but riding on a humble donkey. Zechariah foresaw it. Jesus fulfilled it. Yeye hakuingia na kishindo kama vile ambavyo tunaelezewa huyu Aemilius, kwa sababu kwake aliingia na mwanapunda. Juu yake dhihirisho huyu aliyenyenyekea, ndivyo atakavyonyenyekea hadi kuweza kuyatoa maisha yake atakapo uwawa kwa kutundikwa juu ya mti wa msalaba.
Ndugu zangu, tunaweza tukatazama Jumapili hii ya Matawi kama ufunguzi wa Juma Takatifu. Tumefunguliwa Juma Takatifu, and the climax of it all will be on Friday, Yesu atakapotundikwa juu ya mti wa msalaba. Hakuja ili ajinufaishe mwenyewe, alikuja ulimwenguni humu ili atusaidie sisi tusiwe watumwa wa dhambi. Alikuja ili aweze kutuokoa na kutusaidia ili kila wakati tuweze kuishi katika mpangilio wake Mungu Mwenyezi. Na ndiyo msomi mmoja ambaye anaitwa Dante. Dante said, the one tear of repentance is enough to awaken the mercy of God. The one tear of repentance is enough to awaken the mercy of God. Hivyo ni sisi kuona ya kwamba tumepewa nafasi ili tuweze kutafuta msamaha wake Mungu Mwenyezi, kwa sababu ni kutokana na dhambi zetu Yesu alikuja ili atupatanishe tena naye Mungu Mwenyezi. Na ndio tawi hilo ambalo utaenda nalo nyumbani liweze kukukumbusha ya kwamba tulipoimba hosana tulisema kwamba Bwana niokoe, Bwana tuokoe. Tunahitaji wokovu ambao watoka kwako, lakini tukumbuke ya kwamba tutaokolewa tunapoonyesha kwamba tuko tayari kuweza kusuta maovu na dhambi ambazo tumezitenda na kuweza kufanya malipizi ili tuweze kupatanishwa tena naye Mungu Mwenyezi. Pasipo hilo, ndugu zangu, maisha yetu yatakuwa ni bure. Na hii inanikumbusha ujumbe mwingine wa pili ambao nataka kumalizia. Tunaambiwa kwamba there is an old story about a preacher who was having problems and decided to leave the ministry. Huyu ni mhubiri ambaye alikuwa na shida na waumini wake na akaamua ya kwamba achane na hii kazi ya kuhubiri. But he ran into trouble finding another job. Nipata shida kupata kazi nyingine. But finally, in desperation, he took a job at the local zoo, mahali ambapo wanyama wanafungiwa. Hapo ndiye alipata kazi. The gorilla had died. Unajua mnyama ambaye anafahamika kama gorilla, mnamfahamu? Hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Gorilla alikuwa amekufa. Na hivyo, and since it had been the children's favorite animal, the zoo officials decided to put someone in a gorilla costume until a real replacement could be found. Unavalia costume ama mavazi ambayo yanaonyesha wazi kabisa ya kwamba hii ni gorilla. Alipovalia na yeye akajitazama kwa kioo, akaona kabisa amebadilika. Tunaambiwa kwamba to the minister's surprise, he liked the job. Alipenda hiyo kazi. He enjoyed ministering to children as the donkey on Palm Sunday carried Jesus. He got lots of attention and could eat all he wanted. Unajua chimpanzee ama gorilla, hata huku barabarani unapoelekea Nairobi utazipata sana pale kutoka Gilgil kuelekea, unapanda mpaka Weybridge, ziko nyingi sana. Kwa hivyo utakuta wakati mwingine watu wameegesha magari na wanazipatia mandazi, wengine wanapatia mandizi, sasa zinafurahi. Ikiona gari imesimama inakuja mbio. Hata huyo alifanyiwa hivyo, kurushiwa ndizi anairukia. Akaona ya kwamba huyu jamaa amebombea, ama this gorilla, God is good. So he got
lots of attention and could eat all he wanted. There was no stress. There were no deadlines, complaints, or committees. And he could take a nap anytime he wanted. Angelala ama apumzike wakati wote anataka. Hivyo, one day, he was feeling particularly frisky. So he began swinging on the trapeze. Higher and higher he went. Unajua ni kama unarukia mti huu, unarudi unarukia ingine, na unasikia watu wanashangilia, unaona ya kwamba unafanya vizuri sana. Hivyo ndio huyu jamaa alikuwa akifanya. So, but suddenly he lost his grip. Alipokuwa narukia ingine, hakuweza kushika na akajipata ameanguka mahali ambapo simba alikuwepo. Na simba akaguruma. Yule jamaa alianza kupiga mayowe, akasahau ya kwamba alikuwa gorila. Akaanza kupiga mayowe akisema kwamba niokoeni, niokoeni. Kumbe hata yule simba hakuwa ukweli, alikuwa mtu. Na akasema kwamba wacha ujinga, tutapoteza kazi. Ndugu zangu, kipindi hiki ni kipindi kizuri sana ambacho unapewa nafasi ujitazame na mimi pia niweze kujitazama. Nisoma mahali pengine Wakikuyu wawili walialikwa kwa chai na wazungu wawili. Na walipoletewa chai wakaletewa tea bags. Na huyu jamaa mmoja, huyu Mkikuyu mmoja hakujua hii tea bag inatumiwa namna gani. Baada ya kungoja kuangalia, yeye alianza kufungua ile tea bag ili amwage yale majani ambayo yako pale. Mwenzake akaona huyu atamwaibisha, akasema na tuombe. He became so creative all of a sudden, let us pray. Na jamaa akaanza sala na baadaye akaswitch kwa lugha, akijaribu kuambia huyu, Kamau, acha ujinga, utatuaibisha. Kwa sababu unachokifanya hakipaswi kufanywa hivyo. Ukae uangalie vile ambavyo nitafanya, hivyo ndivyo inavyostahili kufanywa. Na akasema amen. Ya kwamba tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ndugu zangu, hivyo ndivyo tunavyopaswa kusaidiana katika haya maisha ya kwenda mbinguni. Nisaidie nikusaidie, kwa sababu Yesu amekuja kusaidia kila mmoja wetu ili mwisho wa yote tukutane mbinguni. Mungu awabariki.